Mtazamaji wa kipindi cha Jitambue, karibu tuweze kujitambua ndani ya dakika 30 ambazo zitakuwa na utambuzi wa kina na uchambuzi ndani yake wa kukuweka katika hali iliyo nzuri na kufanya uwe ni miongoni mwa watu ambao wanajitambua. Na ndio maana tukasema tujitambue. Niko na T.R. Msigwa ambaye ni mgunduzi wa dawa ya 4A9. Pia unaweza kumtembelea ofisini kwake na maktaba yake pia ilipo Magomeni Usalama jijini Dar es Salaam. Tunaweza kushiriki nasi kupitia mitandao ya kijamii kwa upande wa Facebook jina ni Twahibu Msigwa na Instagram 4A9/jawabu/sahihi. Fanya hivyo ili tuweze kuulizana na kupeana majibu ya kile ambacho tutakuwa natuuliza. Lakini pia unaweza kututafuta kupitia simu nambari 0752819047. Karibu sana T.R. Asante sana. Na kuna mambo yanaendelea hivi sasa ya kiimani zaidi. Unaamini imani ya maombezi tunaweza tukawa miongoni mwa watu wenye kuongopa kwa maana ya kupona? Kwanza lazima tukiri kwa elimu zimegawanyika. Kuna elimu ya kutatua matatizo ya watu kwa mujibu wa imani yao. Kwa mfano, mtu kaenda kwa shehe au kaenda kwa ustadhi au kaenda kwa askofu au kaenda kwa padri, kaenda kwa yoyote ule, lakini ili mradi aliyomwendea ni kiongozi wa imani yake. Kwa mujibu wa imani yake anaweza kuamini, anaweza kupata ufumbuzi kwa tatizo linomkabili. Lakini kuna elimu ambayo haihitaji imani. Kwa mfano, kutengeneza kamera kuhitaji imani, kutengeneza kompyuta kuhitaji imani, kutengeneza gari, kutengeneza baiskeli, kutengeneza kila kitu hakuhitaji imani. Kunahitaji kuzingatia kwa ufanisi zaidi taratibu au kanuni zinaoweza kufanya kamera ifanye kazi. Sasa inategemea mtazamo wa mtu na mtazamo wa imani yake. Lakini kwa sababu umeuliza mimi ni Muislamu, mimi nimewahi kupata changamoto nyingi sana kwa kukutana na maswali ambayo niliyajibu, lakini sidhani kama waliouliza waliridhika. Niliwaambia Waislamu dua zipo, lakini lazima mtofautishe maombi na elimu. Na kwenye elimu ya dua, kwenye dua kuna elimu, kuna masharti, lazima utofautishe, yani ujue kwa ufasaha. Mama mmoja ndio alinifanya niandike kitabu ambacho sijakiuza au sijakitangaza, nimeandika njia sahihi. Kilichonifanya niandike kitabu hichi ni mama huyu kuniuliza kuna dawa ya sunna au kuna dawa ya faradhi. Kwa nini isiwe dawa ya faradhi? Kwa nini iwe dawa ya sunna? Nikamwuliza swali kubwa sana. Mimi ni kujibu tu kimkato, ni kujibu hakuna dawa ya sunna. Isipokuwa kuna baadhi ya Waislamu wanachukua mwenendo au kupitia vitabu tiba nabii, yani vile vyakula ambavyo alikuwa anakula Mtume kama vile asali, abati soda na kadhalika, wanaweza wakakwambia hizi ndio tiba za sunna au tiba za kisheria. Wenyewe hawazijui. Lakini kama nilivyomnukuu marehemu mmoja alifariki mwezi wa Ramadhani, aneuza dawa za sunna kwa maana amekopi utaratibu ule kwa Mtume, hata lugha ya Mtume hajui. Lugha alikuwa anatumia Mtume hajui. Kusoma lugha ile hajui. Lakini miti anayoitumia na kuita ndio dawa ya sunna, Mtume hakufanya hivyo. Kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika ni kumjenga mtu kiimani, aamini kuwa tiba ile ndiyo sahihi na yeye anatakiwa kuifuata. Kwa sababu ukisikia jina zuri sunna, na sunna ilitumiwa kiongozi wangu,
na mimi naweza nikapita katika utaratibu huo. Wakati mwingine unakwenda unakuta majibu sio. Mnaweza mkao mnajikuta mnafanya kitu kizuri, kumbe mnaitukanisha dini yenu na mnajitukanisha wenyewe, kwa sababu anayekuja kununua dawa ile ana imani kuwa ule ndio utaratibu na wewe ndio unaijua ule utaratibu. Anapokuta majibu tofauti hakuamini wewe na yule aliokopi kwa utaratibu wake huo. Ndio maana waumini wanayumba. Ililazimika nikae niandike kitabu. Kitabu ambacho nilisema hata mwezi wa Ramadhani nitaandika kitabu kingine, lakini kawa nimebanwa. Nilikuwa nataka kuandika mwenendo wa buruji au sayari na nyota. Nyota ni nini? Kiswahili nyota ni Kibantu. Maana yake ni kiu. Kunapozungumza nyota kwa lugha yetu sisi Wabantu ni kiu. Lakini kwa lugha ya Kiarabu ni buruji. Lakini sayari kwa lugha ya Kiarabu ni kaukab. Nilitaka kuandika kitabu kinachoeleza namna gani vitu hivi vinavyotembea na kushabihishwa na mwanadamu. Dhamira kutaka kuandika hiki kitabu ni kuwasaidia watu waliovaa joho la sisi tunatibu dawa za sunna, ili kuonesha wapi wameghafilika na ukweli uko wapi. Kwa mfano, hii jiografia katika upande huko wa nyota. Ukijua leo mwezi umechomoza muda gani, ukakaa kwenye TV pale ukaambiwa ile kuchomoza kwa mwezi kwa jua na kuzama kwa jua, macheo yale, unaweza ukapiga hesabu kama unajua jiografia vizuri. Kesho ukasema mwezi jua litatoka saa fulani. Na hata wale wanaopanda sana usafiri wa ndege itaruka futi 1000 kadhaa, tunapita umbali kadhaa. Ndani ya hesabu kuna idadi, ndani ya hesabu kuna siri. Ukijua siri ya hesabu, ukijua elimu iliyokuwa ndani ya hesabu, ni rahisi wewe kuvumbua, ni rahisi wewe kujua mwelekeo wa unapokwenda. Sasa kinachotokea ni kutumia mapungufu ya wale wenye shida kujinufaisha wewe. Ndio maana katika upande wa Uislamu mtu anakusanya watu, wanajaa timu ya mpira, anawaombea dua. Dua si mbaya, lakini kwa maana ya kutatua matatizo ya wale watu unakwenda kufanya kitu ambacho hakipo. So kuna mwingine pale ana tatizo la figo. Kuna mwingine pale ana tatizo la minyoo. Mwingine ana tatizo la moyo. Moyo una namna zake za kuutibu. Na lazima ujue chimbuko la kuathirika moyo ule ni nini. Ni pipe fulani zimeziba, kuna kitu fulani, au kuna tundu, kuna nini. Sasa ukiinua mikono juu, Mwenyezi Mungu mjalie mtu apone moyo, kiimani anaweza kupona. Lakini kitaaluma inakataa. Taaluma lazima ikuoneshe. Kwa mfano, tuliwahi Tanzania kutokea na mzee mmoja anaitwa Babu Ololiondo. Babu alioneshwa, kwa mujibu wa kauli yake na walioamini, alioteshwa na Mungu au Mungu alimwadisia. Ukinywa kikombe mambo yanakwenda vizuri. Na Watanzania wengi walimiminika, mpaka watu kutoka nje. Kwa imani yule bwana mkubwa ameongea na Mungu. Lakini kulikuwa kuna kila haja ya msingi ya kumuuliza Mungu. Wakati anakwambia watu wanywe kikombe, mtu mwenye sukari ya kupanda anatakiwa anywe kikombe vingapi na kwa muda gani? Huenda kwa kauli ile nzito ya Mungu, mzee yule hakupata fursa ya kuhojiana na Mungu vizuri, kupata ule uhasilia wa kikombe chake kinafanya kazi kiasi gani. Lakini mtu wa HIV alioacha ARV kwa matumaini ya kupata kikombe ili mambo yake yawe mazuri. Mwenye virus 100,000 kikombe inapunguza kwa asilimia ngapi? Kulikuwa kuna maswali ya msingi ya kumuuliza ili anapokutana na Mungu aweze kuzungumza naye vizuri, ili sisi tupate jawabu la kutosha. Kwa sababu tulikuwa tuna shida,
na shida inamfanya mtu apoteze busara. Watu walilazimika kuamini akinywa kikombe mara moja, na bahati nzuri serikali wakati ule ikakipa nafasi ya kutosha, lakini wao wenyewe wakakiri kuwa ilikuwa si dawa, kwa sababu kulikosekana uhakika. Kwa mfano, sisi watafiti hasa mimi katika masuala niliyokuwa najifunza na kusoma, kichwa kina kiwango chake. Kichwa kinaweza kikapungua, ukawa na matatizo ya ndoto za kutisha, ukawa na matatizo ya usingizi wako si madhubuti, kwa maana unakwenda unakatika, ukawa unahisi una mitazamo tofauti na mitazamo yako. Unaweza ukahisi umekaa peke yako, lakini kuna mtu unazungumza naye. Kichwa kimepungua tu hicho. Sasa kichwa kinaweza kikazidi, kina dalili zake. Tofauti ya kichwa cha sababu ya protini fulani au kuzaliwa na matatizo fulani, kichwa chenyewe automatic huwa kinapungua na huwa kinazidi. Sasa kuna mtu anaweza akapata fungus zikapanda kichwani, akapandisha majini. Kumbe ni fungus, kwa sababu anaweza akazungumza lugha ambayo wewe huielewi, wala yeye hapendi kuizungumza. Wewe unaweza kusema huyu ana jini, kumbe hana jini, ni joto tu. Hata malaria nyingine inapanda kichwani mithili ya degedege. Unaweza kusema huyu mtu ana pepo. Dalili zile zinataka kufanana. Kama mwenzetu umepata bahati ya kuongea na Mungu, kwa nini hukumuuliza maswali stahiki ili tuweze kujua ufasaha wa hili jambo ukoje? Sasa sawa, umeongea na Mungu, mimi naamini vipi? Kama ni kichaa chako, kinachonifanya mimi niamini wewe umeongea na Mungu ni nini? Kuondoa malaria niliyokuwa nayo? Kunitibu kichaa nilichokuwa nacho? Sasa unajua kuna vitu vingine huwezi kuvitolea hukumu ya kutosha, kwa sababu inakwenda kwenye imani. Mtu anakuamini tu, ndio mahaba yake. Yani mahaba yake ni kuamini wewe, wewe ndio kila kitu kwake. Kama tulivyosema, na nukuu imamu wangu leo kusema, kuna mtu maneno yote yamemuishia mpaka anamuita mzake mayoksijeni. Yani bila yeye maisha yake hayaendi. Mayoksijeni yake ndio hewa yake inamfanya aishi mjini. Bila yeye, sasa ukishaitwa mayoksijeni yake hiyo ni daraja kubwa kweli umempa bibie, kwa sababu yeye ndio mayoksijeni wako. Sasa huenda kiongozi wako wa dini ndio mayoksijeni wako. Sasa unaokopa kumuuliza, unashindwa kumdadisi au kupata undani wake, kwa sababu ni mayoksijeni wako. Lakini tuna kila sababu ya msingi ya kuweza kujua ukweli ulionao ukoje. Kwa mfano, mimi na mdogo wangu niliwahi kusema kipindi kilichopita, yeye baba yake alikuwa Muislamu. Alikuwa mtaalamu mzuri wa vita, na ndio alinifunza mimi mambo ya HIV. Bwana mdogo yule tukapoteana muda mrefu sana, baadaye tukaja kuonana. Mwenzangu kidogo nikaona mambo yake mazuri, gari anatembelea zuri kuliko langu na ananipa hela kama ndugu yake. Lakini siku moja akaniita rasmi, bwana, mimi naomba tuonane. Basi mimi nikatembea mpaka ofisini kwake, tukakaa kama tulivyokaa. Kaniambia, bwana, kuna umauti na kifo. Ikitokea nimekufa, mimi sizikwi Kiislamu wala sizikwi Kikristo. Mwenzetu vipi? Kaniambia, huu Uislamu na Ukristo umekuja juzi tu. Kichwani kana napata wakati mgumu. Uislamu na Ukristo umekuja juzi, wewe umekuja lini? Wakati mimi ndio mkubwa wake. Lakini kaona niwe na utulivu, nisikurupuke kumhoji kwa kina. Naam. Nisikurupuke kumhoji kwa kina, ndio koma ambayo tunaiweka hapo. Tutarudi na kuifungua koma hiyo kuweza kumalizia simulizi hiyo fupi ambayo Tena Msigo amekuwa akitupitisha, na lengo tukiwa tunauliza kuna haja unabii pamoja na mitume pamoja na nini, kuna mambo mengi sana ambayo yanahusishwa na masuala mazima ya imani. Je, tunaweza tukapata nafuu ya matatizo ya kiafya pale ambapo tutakuwa ni miongoni mwa watu mwenye kuamini kwenye hayo? Tutarudi.
Mtazamaji, karibu kwa mara ya pili tuweze kutamatisha ngo ya pili ya kipindi cha Jitambue. Niko na T.R. Msigwa ambaye pia unaweza kumtafuta kwa simu nambari 0752819047. Kwa kufanya hivyo utaweza kupata utatuzi wa maradhi sugu kupitia dawa ya 4A9. T.R. Msigwa, tuanzie pale ambapo huyu rafiki yako ambaye ni ndugu yako pia kwenye kile ambacho alikuwa akikueleza. Okay. Ni ndugu yangu kwa sababu baba yake ndio mwalimu wangu, na wazee wa zamani walikuwa wanaheshimiana sana. Kwa hiyo tunaitana ndugu, na ni ndugu kwa maana hata kama mimi namzidi makuzi mengi, lakini mimi nimesoma kwa mzee wake na masomo niliyosoma ndio yamenifanya niwe hivi ni leo. Kwa hiyo namthamini kama ndugu yangu, na akaniambia sasa nisizikwe Kiislamu, nisizikwe Kikristo. Hizi zote ni dini zimekuja juzi na ni taratibu tu za maisha. Mimi na taratibu yake, mimi na taratibu yangu. Kwa hiyo kitokea kuitwa kama mkubwa wangu, basi uridhie mimi nisizikwe Kiislamu na nisizikwe Kikristo. Kwa sababu Kristo umekuja juzi, Uislamu umekuja juzi. Akatoa kitabu alichokiandika akanipa. Nikakisoma huko na mhoji maswali. Nikagundua vitu viwili. Nikamwambia nilichokiona, umetafuta namna gani ya kutoka. Na hakuna chama kilichokosa wafuasi. Tanzania kuna vyama vingi sana vya kisiasa, lakini sidhani kama kuna chama hakina mfuasi hata huyo. Hicho kitu hakipo. Kila chama kina wafuasi wengi, wachache, wadogo, lakini kina wafuasi. Ndio maana kikasajiliwa. Kwa na wewe unaweza ukapata wafuasi wengi. Lakini nakusihi tu neno moja. Katika imani yako na wakufunzi wako wale unawafundisha, wasitukane Uislamu na wasitukane Ukristo. Wala dini yoyote ile. Hata ikikuamini kwa mujibu wa imani yako atakufuata. Asikuamini hatakufuata. Lakini mimi kwa mujibu wa hichi kitabu siwezi kuamini kama wewe umesoma, yani umeongea na Mungu au nini. Mimi ninachoamini umetengeneza taratibu nzuri za kukurahisishia maisha, kwa sababu kitabu hichi kinaonesha mwanzilishi wa mwanadamu, yani mwanadamu wa kwanza alikuwa nani, alizaliwa wapi, alizaaje. Umekuja kuleta historia iliyokuwa haipo. Na kwa mfano Mdigo, na kaandika Mdigo chimbuko lake ni wapi, na Mdigo ana haja ya kumuomba Mbondei, ana haja ya kumuomba Mdigo mwenyewe ili amtatulie matatizo yake. Watu wenye akili huwa wanapenda kukaa kutizama jamii ilivyo na kutengeneza mazingira. Ndio leo usishangai mtu akajiita nabii. Ukimuuliza nini maana ya nabii, inaweza likawa ngumu kukujibu. Lakini akajiongeza cheo cha pili, mtume. Ukimuuliza nini maana ya mtume, inaweza ikawa wakati ngumu kukujibu. Nabii au tume ni kwa sababu yeye ana uwezo wa kuondoa matatizo uliokuwa nayo wewe kwa njia anazozijua yeye. Anaona akajipa mtume. Sasa hatuwezi kukataa mtume kuzaliwa Chalinze, hatuwezi kukataa mtume kuzaliwa Msoga, hatuwezi kukataa mtume kuzaliwa Iringa, hatuwezi kukataa. Ni mitazamo na imani. Sasa imani huwezi kuibisha, lakini ukikutana na mtu kama mimi nitakuhoji maswali magumu na unaweza kukosa kujibu, kwa sababu wewe umekuwa mtume lakini unatumia mafuta. Mafuta yana vitu vingi sana. Kwa mfano mafuta ya chai, mchai unatoa mafuta. Kitu kinachomvaa mwanadamu kama mionzi ambao kinavuruga ubongo wake mkubwa na kuleta mabadiliko ya kimwili. Mafuta yale ukiyatumia katika mwili ule yanaondoa ile mionzi ambayo inakupelekea wewe kuamini una jini. Sasa kwa kitendo hicho mimi nikute mtume itakuwa ngumu sana. Lakini kwa mwingine ambaye anaamini
kwa sababu ile elimu hana na ile tafiti hajafanya, anaweza akaamini wewe ni mtu wa maajabu sana. Mimi siku moja nilikutana na rafiki yangu Mkongomani Kigoma. Sijawahi kuona kisa katika maisha yangu kama kisa hichi nilichokiona, lakini nikambana, tukafikia sehemu nikamuelewa. Tulikuwa tumekaa, mimi napenda sana kunywa kahawa. Muuza kahawa akapita barabarani, nikamuita, tulikuwa tunazungumza mambo mengine tofauti kabisa. Akaniambia, T.R. Msigwa, kuna kitu cha ajabu kitatokea hapa. Tuko barabarani tumekaa hivi kwenye gogo tunakunywa kahawa. Kuna kitu cha ajabu, kuna mtu anatafuta kuuawa, lakini mimi nataka nimuokoe mtu huyu. Kapitizama, nikamwambia, bwana nipe kashata na kahawa na kunywa, namsikiliza. Wale wauza kahawa wanakuwa na kama kibakuli cha kukoshea vikombe vile vya kahawa. Akaambia, bwana tunakuomba, kuna mtu anataka tunusuru, anatafutwa kuuawa. Mara dakika 5 hazijafika kaja mwanamke anahema. Akamwambia kaa. Akakaa. Akamwambia, kijana kahawa, tuvumilie, tunataka kumnusuru mama, kuna kitu kinamuinda. Mchana kweupe, sio kuna usingizi wala sio kuna ndoto, tupo barabarani tunakunywa kahawa. Yanamtoka tu maneno. Akafunika kama karatasi kwenye kile ile kopo la kuuza kahawa ile la kukoshea vikombe. Akafunika pale. Baada ya dakika kama 5 hivi akafungua, tukamwona ndege bundi. Bundi mdogo, ndani ya mdomo wake ana shindano ya shaba, na chini ya miguu yake kuna azima. Anasema huyu bundi ndio anamuinda huyu mama amchome na hii sindano kichwani. Mama huyu angeanza kuumwa na kichwa, angechomwa sindano ya hospitali, mama huyu angefariki. Ikanipa wakati mgumu. Tulikuwa kwenye mambo mengine, kabadilisha maelezo kwa muda mchache, na kweli vitendo vinafataka kunifanya niamini kinachoendeka pale ni kweli. Kaambia, mimi ili bado linanipa wakati mgumu, inalazimika ni kuhoji vizuri kwa kina ili kuweza kujua. Sasa nikirudi kwa mdogo wangu tena, huyu akaniambia yeye anawapa watu hivi miujiza, kama unataka kuwa kiongozi fulani miujiza. Nikamuuliza, bwana mkubwa, wewe sasa hivi una dini yako, na mtu akija na hela kwako unampa. Akaniambia, ndugu yangu, hii si mtume si nini, hapana. Kuna kitu fulani kinaitwa nyoka fulani inaitwa zogo, mfupi, anakaa kwenye mapango. Nyoka huyu ukimtengeneza kiungo chake katika mwili, mtu anaweza akaja ukamtizama ukagundua tatizo fulani kwenye utumbo wake bila kupaka kitu chochote. Ukaambia nenda hospitali wakufanyia operation, kuna kitu fulani kwenye tumbo. Na huyu sifa yake kuu, lazima wewe unakubali mambo haya, lazima umkatae Mungu. Sasa pale akili kidogo ikaanza kupanuka. Nikachukua kisa cha huyu bwana mkubwa, nikachukua na majibu ya huyu bwana mdogo ambaye alikuwa ananieleza kuhusu yeye kaukataa Uislamu, kaukataa Ukristo, katengeneza imani yake na kitabu chake, na anawaombea watu na awasalimiani kama tunavyosalimiana sisi, sio peana mikono. Corona ndio imetukataza kupeana mikono. Wenyewe wanagusana hivi nyuma, ndio kusalimiana kwao. Na ukizikwa kwa imani yao, kazikwa mtu wetu mmoja tulipata wakati mgumu, maana tunajua yule ni Muislamu, lakini wao wanazika sisi tunalaza hivi, wao unatizama juu. Anasema ukizikwa ukitizama juu utakuwa unamuotesha mwanao ndoto nzuri kuliko hizi zingine. Kwa hiyo kuna vitu duniani humu. Na sasa kinachonishangaza, bwana, na watu wengi Waislamu na wajua mimi, Wakristo na wajua mimi, hata kuna wanamuziki fulani sipendi kutaja jina, nakwambia si hatutaki Uislamu na Ukristo, ni wafuasi wake na wanaamini ndio mambo yanakwenda vizuri. Na huyu ndio alionyesha miujiza kwa yule mtu ambaye alikuwa anaugua tatizo la mapafu. Mimi nikamwambia haya ni mapafu, lakini yeye akaniambia, nilipompigia simu nikamuita sio na mudu, akaniambia brother, sio mapafu. Akachukua mkaa na asali kuzima kumpa yule bwana mzima. Kwa hiyo kuna vitu duniani vinafanyika, kama mtazamo wako ni finyu, utaamini kabisa huyu na Mungu wananong'onezana.
lakini katika dunia kuna vitu vingi na sayansi nyingi ambazo sema wazungu wamefanikiwa kitu kimoja, kukataa wa Afrika wasithamini tamaduni zao, wasiboreshe tamaduni zao, na wawe watumwa wa tamaduni za watu wengine. Ndio maana leo nilikuwa nasikia kuna redio fulani hivi wanazungumzia mtu kujiunga kiungo. Kuna watu wengi mimi nawafahamu, hata rafiki yangu mmoja yeye anaweza akakuunga mfupa kwa njia ya ajabu sana. Na sio hiyo tu, mimi na mkwe wangu shilingi 15,000 anakupaka hapo, unaona hapa, anakupaka dawa. Baada ya dakika 5 anakupiga kisu akiingia mwilini, kinadunda kama inavyodunda kwenye jiwe. Yuko Magomeni, wako kwa 15,000 nikimuita hapa anakupaka, biashara imeisha. Anakupiga kisu tena kinanolewa na mashine. Na mashine hapo anakupiga kisu kinadunda. Hakiingii kabisa mwilini wala hakichomi. Wala hakitoi damu. Kwetu Kigoma tunaita kidono. Ile ni sayansi, lakini yeye maskini. Leo Marekani wanatengeneza shati la kuzuia silaha na wanauza pesa nyingi sana. Hapa anaweza akavaa rais wenu. Leo kwetu Kigoma kuna ndugu yangu mmoja Msigwa, kwao huko kijijini, ukiweka glasi yenye sumu linakatika, yani mbele yako alifiki linachanika glasi kabisa na inamwagika. Huli sumu. Mtu namna anakuwa maskini wakati ni sayansi hali ya juu. Wazungu wamefanyaje? Kufanya hiyo ni ya kienyeji, kuiponda, kuleta yao, na wamewatumia ndugu zenu ambao walikuwa madarakani au walikuwa na sehemu. Kwa mfano tumepata dawa ya kuondoa virusi katika damu, lakini unaona bwana mkuu akwambia hakuna dawa bwana, si hatutaki hiyo. Alafu anampa mtu kidonge ambacho mimi nilivyofanikiwa kuondoa virusi kwenye damu, bwana mkubwa mmoja anatumia ARV tu bwana, anasaga huko anajificha, afu anawapa watu, anasema sasa unajua tumetekwa kiakili, hatuna uhuru wa kiakili, na wanaoongoza jahazi hizi au vita hizi ni Waafrika wenzetu tu, ndugu yetu. Ndio kakaa pale kwenye kiti, kavaa tai, yuko na AC. Ni kibaraka mzuri sana wa magharibi kuhakikisha sayansi yetu tunaidharau na tunachukua sayansi ya wenzetu, tunaboresha elimu ya wenzetu. Kwa mfano ukichukua hiyo dawa ya kuzuia sumu, ukiniwekea sumu ikifika mbele yangu inapasuka, ni sayansi kubwa sana na itakuwa mtu wa bilionia, lakini unaiuzia wapi? Ndio maana tumesema kama Mungu atatujalia mipango yetu ikaenda vizuri, lazima tuziboreshe hizi sayansi, lazima tuzitangaze hizi sayansi hata nje kwa wazungu, sio mpaka ndani tu. Maana ndani unakutana na mluguru wa kwenu anakupiga vita, maana ni kawaida, unakutana na Mdigo, Mbodei na kadhalika. Lakini unaweza kumshawishi mzungu mkaiuza ile sayansi kwenye mtazamo mwingine. Kuna rafiki yangu Msomali ananiambia tayari Msigwa unapata tabu sana. Nisikie mimi, ukinisikia mimi utapata tabu. Akanambia twende pale Mombasa, wazungu wengi sana, au Uingereza. Tukampe darasa mzungu vizuri alielewe. Akija kavaa tai, koti, mzungu toka London, hawa wanakubali jambo linapita. Lakini ukisema wewe utaimba hapa duniani mpaka mwisho watu wakule. Lakini ukichunguza sasa, nimejaribu kufanyia tafiti ile, nimekuta ni kweli, unamthibitishia mtu kwa vipimo vyake, bado mtu anakataa. Bado anakubali kitu cha hovyo kiloletwa na Muingereza na Marekani. Mtazamaji wa kipindi cha Jitambue, tutakuwa na muendelezo wa kipindi hiki, kwa maana ya kwamba Jitambue hii itakuwa na sehemu mbili. Hii itakuwa ni sehemu ya kwanza, lakini tutafanya sehemu ya pili kwa ajili ya kuzungumza zaidi katika masuala haya ya kiimani, na kikubwa tutazungumzia masuala ya unabii, lakini pia mitume na imani ya uponyaji kupitia masuala ya maombi peke yake, masuala ya dawa za sunna, lakini pia na masuala ya mafuta ya upako na namna gani ambavyo yanaweza kiimani ukaweza kuwa umepona au kabaki vile ambavyo ulivyo. Pata masimulizi mafupi kidogo kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu masuala ya imani, lakini pia namna gani unaweza ukajiweka kando. Mimi ni Shabani Kanuti, nilikuwa na Tiara Msigwa. Tutarudi kwa ajili siku nyingine kwa ajili ya muendelezo wa Jitambue, ikiwa ni sehemu ya pili ya haya ambayo tumeyazungumza leo. Unaweza pia kumtafuta kupitia simu nambari 075281 90
0752819047, ama unaweza kumtembelea maktaba yake iliyopo Magomeni Usalama kwa ajili ya ushauri na mambo ya kadha wa kadha. Facebook jina ni Twahibu Msigwa na Instagram ni 4A9/jawabu/sahihi.